Neema alitembea kwa haraka kando ya barabara yenye kelele akibeba sinia la mbao lenye mikate ya moto juu ya kichwa chake, jasho likimtiririka shingoni huku jua la alasiri likiunguza ngozi yake. Makubadhi yake ya zamani yaligonga-gonga ardhi ngumu, na gauni lake la njano lililofifia lilimshika mwilini kwa joto na msongo, lakini aliendelea kutembea kwa sababu hakuwa na chaguo jingine. Kila siku ilikuwa ile ile. Kuamka, kukimbilia kwenye duka la mikate, kuchukua mikate kwa mkopo, kuuza yote, kutuma pesa kwa mama yake kijijini na kutumia kidogo kinachobaki kwa nauli na vifaa vya masomo. Alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa mwisho chuo kikuu, lakini njaa haijui kama mtu amesoma. Njaa inajali tu nani anaweza kupata chakula, na wakati mwingine njia pekee aliyoweza kujisaidia yeye na mama yake ilikuwa kuchuuza mikate mpaka miguu yake ihisi kama si yake tena. Mama yake alikuwa mgonjwa kwa miezi kadhaa na alimtegemea kabisa. Wakufunzi wa Neema walilalamika kwamba anakosa vipindi, lakini hawakujua kwamba wakati mwingine alienda chuoni na tumbo tupu au alilala chini ya ngazi alipochelewa na geti lililokuwa na ukali lilikuwa limefungwa. Maisha yalikuwa yamembana sana kiasi kwamba hata kulia kulihisi kama anasa. Alitembea katikati ya magari akipaza sauti, mikate mipya, mikate ya moto. Sauti yake ikikatika, lakini hakuacha. Alipohama kwenda njia nyingine, gari kubwa jeusi la stesheni lilipunguza mwendo pembeni yake na akahisi moyo wake ukiruka. Watu wa magari makubwa kwa kawaida walimpuuza au walimfokea aondoke, kwa hiyo alijaribu kujisogeza haraka pembeni, lakini kioo chenye giza kilishuka taratibu na mwanaume mwenye uso tulivu lakini uliochoka akamtazama. Alikuwa mwenye sura nzuri, uso umenyolewa, amevaa vizuri na alionekana kama anatoka kwenye dunia ambayo watu hawakuwa na wasiwasi wa kodi, chakula au ada za shule. Neema aliweka macho yake chini akiogopa matatizo na akauliza kwa heshima kama anataka kununua mikate, lakini hakutaka. Badala yake aliuliza jina lake na aliposema Neema, alimkodolea macho kana kwamba anafikiria uamuzi mzito. Kisha alijitambulisha kama Baraka na akamwambia kitu ambacho hakukitarajia kabisa. Alisema ni mrembo na kwamba anahitaji msaada wake. Neema hakujua akimbie au ajifanye hajasikia kwa sababu hakuna kitu kizuri kilichowahi kuanza kwa maneno hayo barabarani. Lakini Baraka hakusikika kama mtu anayejaribu kumdanganya. Alisikika amekata tamaa. Alimwambia baba yake alikuwa akimsumbua kila siku amlete nyumbani mwanamke anayetaka kumuoa na kwamba anahitaji mtu ajifanye mpenzi wake kwa miezi miwili. Koo la Neema lilibana mara moja. Alisema hapana hapo hapo. Hakufikiri mara mbili. Hakutaka drama. Hakutaka hadithi itakayoharibu jina lake. Tayari alikuwa anahangaika. Hakuhitaji matatizo kutoka kwenye familia ya tajiri. Lakini kisha alisema kitu kilichomfanya kifua chake kitetemeke. Alimwambia atampa mahali pazuri pa kukaa, pasafi, pasalama, patulivu. Alisema atamlipa kila wiki. Alisema hatachuuza tena katika miezi hiyo miwili. Neema alihisi ardhi ikibadilika chini ya miguu yake, mahali pa kulala bila hofu, chakula kizuri, pesa kila wiki, hakuna kuchomwa na jua tena, hakuna matusi tena barabarani, hakuna kulia usiku kwa sababu hakuweza kutuma vya kutosha kwa mama yake. Alimtazama Baraka tena, kweli akamtazama safari hii na akaona mwanaume aliyekuwa amechoka na presha, si mtu aliyekuwa anataka kumtumia au kumuumiza. Lakini bado alisita kwa sababu maisha yalikuwa yamemfundisha kwamba hakuna kitu cha bure. Moyo wa Neema ulipiga kwa kasi sana, akahisi kizunguzungu. Hakuwahi kuishi mahali popote pazuri maisha yake yote. Nyumba ya mama yake kijijini ilikuwa inavuja. Chumba chake kidogo karibu na shule kilikuwa na kelele na hakikuwa salama. Na hapa kulikuwa na mgeni anayempa nafasi ambayo hakuwahi kuifikiria. Akanong'ona, sikujui. Na Baraka akajibu kwa utulivu kwamba hahitaji kumjua. Anahitaji tu kusaidia. Na kwa kurudi atafanya maisha yawe rahisi kwake kwa mara ya kwanza baada ya miaka. Alimkumbuka mama yake amelala mgonjwa, akimsihi asikate tamaa ya shule. Alikumbuka kula ugali wa mahindi bila sukari kwa usiku 3.
Kwa hiyo Baraka alipouliza tena, hatimaye alitikisa kichwa kukubali. Alimwambia ndiyo. Alimwambia atafanya. Afueni iliosha usoni mwake mara moja, kana kwamba Neema alikuwa amemwokoa kutoka kitu kizito. Alimwambia wakutane asubuhi iliyofuata kwenye duka la nguo lililokuwa karibu na makutano ili amnunulie nguo nzuri. Alisema alihitaji kuonekana kama mtu ambaye baba yake angeamini. Neema alitazama gauni lake la zamani na ngozi yake yenye vumbi na akahisi aibu na tumaini vikichanganyika ndani yake kwa wakati mmoja. Gari lilipoondoka na yeye akaendelea kuuza mikate, mawazo yake yalikuwa mbali. Maisha yake yalikuwa yanakaribia kubadilika, lakini hakujua kama itakuwa kwa mema au kitu ambacho angekijutia milele. Kitu pekee alichojua ni kwamba alikuwa ameingia kwenye hadithi ambayo hakuwahi kupanga kuingia. Neema karibu hakulala usiku huo. Alikaa kwenye ukingo wa godoro lake jembamba, akitazama ukuta uliopasuka wa chumba chake kidogo, akijiuliza kama alikuwa amefanya uamuzi sahihi. Chumba kilikuwa cha moto, feni ilikuwa imekufa na kelele za barabarani nje hazikuacha. Lakini hakuna kati ya hayo kilichomsumbua tena. Mawazo yake yalikuwa yanazunguka. Aliendelea kusikia sauti ya Baraka, aliendelea kurudia ofa, aliendelea kuwaza mapumziko ya miezi miwili bila kuchuuza yangejisikiaje. Alimfikiria mama yake kijijini na jinsi angefurahi kama Neema angeweza kumtumia msaada wa kweli. Alifikiria ada za shule ambazo alikuwa anadaiwa, vitabu ambavyo hakuweza kununua, na aibu ya kujifanya kila kitu kiko sawa wakati hakuna kilichokuwa sawa. Alijiambia ni miezi miwili tu, si zaidi. Asubuhi ilipofika, alivaa gauni lake safi zaidi lakini bado limefifia na akaenda kwenye duka la nguo lililokuwa kwenye makutano kama Baraka alivyomwambia. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu kifuani kwa sababu maduka ya nguo hayakuwa mahali alipokuwa anaingia kawaida. Yalikuwa ya watu waliokuwa wanaishi maisha ambayo yeye aliyasikia kwa mbali tu. Alipofika mlangoni pa kioo, karibu ageuke kurudi, alijisikia hafai, kana kwamba kila mtu ndani angejua ni muuza mikate asiye na pesa. Lakini kabla hajajishawishi aondoke, Baraka alitoka dukani akiwa amevaa fulana rahisi na suruali ya jeans, akitabasamu kana kwamba alikuwa amefurahi kweli kwamba alikuja. Kitu kuhusu utulivu wake kilimfanya mabega yake yateremke kidogo. Alimwambia anaonekana sawa, lakini Neema akacheka kwa sababu alijua haonekani. Hakubishana. Alifungua tu mlango na kumwambia aingie ndani. Upepo baridi wa kiyoyozi cha dukani uligusa ngozi yake na karibu apumue kwa mshangao. Kila kitu ndani kilikuwa kinang'aa na kisafi. Taa kali, muziki wa taratibu, manukato ya gharama na nguo ambazo alikuwa amekuwa akizitamani kupitia kioo tu. Aliweka mikono yake kifuani akiogopa kugusa kitu chochote. Lakini Baraka alimwambia muuzaji wa kike yuko pamoja nami. Atachagua chochote anachotaka. Macho ya yule muuzaji yalitulizana mara moja na akamwongoza Neema kwa wema. Baraka hakumsukuma. Alitazama tu kimya kimya alipokuwa anajaribu nguo tofauti. Kila alipokuwa anatoka chumbani pa kubadilishia, Baraka alitikisa kichwa kwa heshima au kumwambia ipi inaonekana bora. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka, Neema alijiona kwenye kioo akiwa amevaa gauni linaloonekana jipya, safi na la kifahari. Karibu hakujitambua alipotoka akiwa amevaa gauni la buluu laini lililomkaa kikamilifu. Baraka akatabasamu vizuri. Hilo, alisema. Neema akahisi kitu cha joto kifuani. Si mapenzi tu, kuonekana kama mtu hatimaye amemtazama bila huruma au hukumu. Baraka akamchagulia viatu, begi jepesi, hata hereni rahisi. Kisha akamnunulia nguo za starehe za kukaa nyumbani na wigi ndefu iliyomfanya ajisikie kama mtu mwenye kesho. Neema aliendelea kusubiri abadili mawazo au apunguze vitu, lakini hakusimama. Walipotoka dukani hatimaye, alishika mifuko kwa uangalifu, bado akiwa ameshtuka kwamba kila kitu sasa ni chake. Baraka alimwambia hatua inayofuata ni kumhamishia kwenye nyumba ya ghorofa ambako angekaa. Alieleza tena sheria.
Chumba chake, nafasi yake, hakuna kugusana, hakuna kuingiliana, malipo ya kila wiki, kila Jumapili, na kuonekana tu baba yake anapohitaji kuwaona. Neema alisikiliza kwa makini, tumbo lake likiwa limebana kwa hofu na tumaini. Hakujua kuishi na mgeni kutahisije. Hakujua kama miezi miwili ingepita kwa amani au kama alikuwa anaingia kwenye matatizo makubwa kuliko alivyofikiri. Lakini ukweli ulikuwa rahisi. Kurudi kwenye maisha yake ya zamani kulihisi haiwezekani baada ya kuona maisha yanaweza kuonekana vipi mtu akimpa nafasi. Kwa hiyo Baraka alipomfungulia mlango wa gari na kumwambia aingie, alisali kimya kimya akimwomba Mungu amlinde, amwongoze na asiruhusu chaguo hili limharibu. Kwa sababu ingawa alikuwa anaogopa, aliingia kwenye gari na mifuko yake, akiwa tayari kwa lolote sura inayofuata ya maisha yake ingemletea. Neema alikaa kimya ndani ya gari Baraka alipokuwa anaendesha, vidole vyake vikiwa vimeshika mifuko ya manunuzi mapajani mwake kana kwamba ingepotea, akilegeza mikono. Hewa ndani ya gari ilihisi safi na ya gharama, na aliweka macho chini kwa sababu hakutaka kuonekana mpumbavu, akitazama kila kitu. Hakuwahi kuwa ndani ya gari kama hili kabla. Kila kona waliopita ilimbeba mbali na maisha madogo yaliyovunjika aliyoyazoea. Na kwa kila dakika iliyopita, moyo wake ulizidi kubana kifuani. Alijiuliza kama ampigie simu mama yake. Lakini angemwambia nini? Mama, naenda kukaa kwenye nyumba ya tajiri kwa miezi miwili kwa sababu anataka nijifanye mpenzi wake. Hapana, ilikuwa ngumu mno. Alijiambia ataeleza baadaye. Baraka hatimaye aliingia kwenye mtaa tulivu uliojaa miti mirefu na nyumba nadhifu. Macho ya Neema yakapanuka taratibu alipotazama nje ya dirisha. Alikuwa ameona tu maeneo kama haya kwenye filamu au alipokuwa anapita kwenda kuchuuza kwenye mitaa ya kifahari ambako walinzi hawakumruhusu kuingia. Sasa alikuwa ndani ya moja. Barabara zilikuwa safi. Hakuna vumbi, hakuna kelele, hakuna makelele. Maua mazuri yalikuwa yameota pembeni ya uzio na kila nyumba ilionekana kama ni ya mtu ambaye hajawahi kukosa chakula. Baraka aliposimama mbele ya jengo refu jeupe lenye madirisha ya vioo, Neema alihisi koo lake likibana. Alitaka kugeuka na kukimbia, lakini mwili wake ulikataa kusogea. Baraka alishuka na akamfungulia mlango kwa upole. Karibu, alisema kwa sauti ya chini. Neema hakujibu. Miguu yake ilihisi dhaifu alipomfuata hadi mlangoni. Mlinzi wa geti alimsalimia Baraka kwa heshima. Ndani ya jengo, hewa ilikuwa baridi, sakafu ilikuwa inang'aa na kila kitu kilinukia maua mapya. Neema aliweka kichwa chini akitumaini hatajitia aibu. Baraka alimpeleka ghorofani hadi ghorofa ya pili, akasimama mbele ya mlango na kufungua. Alipousukuma ufunguke, Neema akaganda kabisa. Nyumba ya ghorofa ilikuwa pana, safi na imepangwa kwa uzuri. Sebule pekee ilikuwa kubwa kuliko chumba ambacho alikuwa amekuwa akiishi kwa miaka miwili. Mapazia yalikuwa meupe laini. Sofa ilionekana mpya na kila kitu kiling'aa kana kwamba kinasafishwa kila sekunde. Hakuweza kupumua. Kwa muda aliwaza kama anaota. Utakuwa kwenye chumba cha wageni, Baraka alisema. Ni chako. Hakuna mtu atakaye kusumbua. Neema alitembea taratibu kuingia chumbani na karibu aachie mifuko. Alifunika mdomo kwa mkono. Hakuwahi kulala kwenye kitanda kama hiki. Hakuwahi kutumia bafu kama hili. Hakuwahi kuishi mahali patulivu hivi. Baraka alisimama mlangoni akimtazama kimya kimya, kana kwamba anaelewa kabisa jinsi anavyohisi. Alimweleza kwa upole kwamba anaweza kupika, kutazama runinga, kusoma, kupumzika, kwenda chuoni, kufanya chochote anachotaka. Wakati pekee aliyemhitaji ni baba yake alipotaka kuwaona pamoja. Kila Jumapili angempa malipo yake ya wiki. Neema alisikiliza kila kitu kwa makini, akitikisa kichwa taratibu. Moyo wake bado ulikuwa unapiga kasi, lakini alihisi kitu ambacho hakuwahi kuhisi kwa muda mrefu. Usalama. Usalama wa kweli. Baraka alipomwacha apangilie, Neema alikaa kitandani na akagusa shuka kwa vidole vyake.
Machozi yakamjaa kabla hajazuia. Alilia kimya kimya, si kwa sababu alikuwa na huzuni, bali kwa sababu alikuwa amezidiwa. Alikumbuka siku alizolala njaa. Usiku alilia kimya chini ya blanketi ili majirani wasisikie. Nyakati alifikiria kuacha shule kwa sababu maisha yalikuwa magumu sana. Sasa alikuwa amekaa kwenye chumba ambacho hakuwahi kuota angeingia, na hakujua amefanya nini kustahili nafasi hii. Siku iliyofuata, Neema aliketi pembeni ya Baraka katika sebule kubwa ya jumba la baba yake. Moyo wake ukipiga kwa kasi sana, akauhisi kooni. Chumba kilikuwa kikubwa, chenye mwanga, kimepambwa vizuri na kimejaa vitu ambavyo alikuwa ameviona tu kwenye majarida. Fremu za rangi ya dhahabu, sakafu ya marumaru, taa kubwa ya kuning'inia na kochi ndefu laini kuliko mawingu. Aliketi kwa uangalifu kwenye ukingo, akiogopa kuchafua kitu au hata kusogea sana. Aliweza kusikia mapigo ya moyo wake mwenyewe baba yake Baraka alipoingia kwa hatua zenye nguvu na ujasiri. Bwana Mtemi alikuwa mwanaume mrefu, mwenye nguvu, mwenye macho makali na uwepo wa kuamuru. Alivaa vazi rahisi la asili, lakini bado lilionekana la gharama. Mara alipomwona Neema, uso wake ulijaa mshangao na furaha. Alitanua mikono na kucheka kwa sauti. Baraka, mwanangu. Basi hatimaye umemleta mwanamke nyumbani. Neema alihisi joto likipanda usoni alipokuja mbele na kushika mkono wake kwa upole. Mwanangu mpendwa, wewe ni mrembo. Mrembo sana. Una ladha nzuri, Baraka. Neema hakuweza kuongea. Sauti yake ilipotea mahali fulani kifuani. Baraka alitabasamu kwa shida na kusema, baba, huyu ni Neema. Mzee huyo hakusubiri. Aliketi mkabala nao, bado akitabasamu kana kwamba alikuwa amesubiri maisha yake yote kwa dakika hii. Basi mwanangu, harusi ni lini? Baraka karibu akakohoa. Baba, tafadhali tulia. Tumeanza tu kufahamiana. Lakini Bwana Mtemi akapunga mkono kana kwamba hilo halina maana. Upuuzi. Upendo hukua kwa muda. Mwanamke mwema ni Baraka, na huyu, napenda roho yake. Neema alishusha macho, viganja vyake vikitokwa na jasho, akiomba kimya kimya kwamba hakuna kitu kibaya kitakachotokea. Lakini Bwana Mtemi akainama mbele, akimtazama kwa wema. Mwanangu mpendwa, wazazi wako ni kina nani? Nataka kujua familia ya mwanamke ambaye mwanangu anataka kumuoa. Neema akaganda mara moja, tumbo lake likajikunja. Hakuwa na cha kusema. Ukweli wake haukuwa wa jumba hili. Lakini kabla hata hajafungua mdomo, Baraka akaingia haraka, akitabasamu kwa kujiamini, kana kwamba kila kitu kiko sawa. Baba, wazazi wake wanaheshimiwa sana, Baraka alisema kwa ulaini. Anatoka kwenye familia nzuri sana. Mama yake anaendesha biashara na baba yake ana ardhi na mali kwenye eneo lao. Macho ya Neema yakapanuka kidogo. Alimtazama Baraka kimya kimya. Baraka hakumtazama. Aliendelea kuongea kana kwamba alikuwa amejifunza uongo huo. Wako vizuri, baba. Wako vizuri sana. Sio wapiga kelele, sio wajionyesha, ni watu tulivu, wenye mali, wenye adabu. Bwana Mtemi akapiga makofi kwa sauti akifurahi. Nilijua tangu nilipomuona. Anajishika kwa Neema. Anaonekana kama mtu aliyekulia vizuri. Neema akameza mate kwa nguvu na kulazimisha tabasamu dogo, akihisi kama moyo wake unataka kutoka kifuani. Alitaka kusema ukweli, lakini hofu ya kuharibu kila kitu ilimfanya anyamaze. Alitikisa kichwa kwa heshima tu Bwana Mtemi alipoendelea kumsifu. Baraka, umefanya chaguo sahihi, mzee alisema kwa kujivunia. Huyu msichana, yeye ndiye. Naweza kuuhisi. Mungu amejibu dua yangu leo. Mwanangu hatimaye atatulizana. Baraka alijaribu kugeuza kuwa mzaha kwa heshima, lakini baba yake tayari alikuwa anawaza wajukuu na mipango ya harusi. Neema alikaa kimya, akijifanya mtulivu, ingawa mwili wake mzima ulikuwa unatetemeka ndani.
Uongo wa Baraka ulikaa hewani kama blanketi nzito juu ya kichwa chake, na hakujua ataubeba kwa muda gani. Lakini kwa usiku huu alilazimika kucheza nafasi. Siku 2 baadaye, nyumba ilikuwa tulivu Baraka alipokuwa anaingia kwenye sebule ya faragha ambako dada yake mdogo, Zuhura, alikuwa amekaa kwenye kochi akipitia simu yake. Alikuwa mrembo wa mitindo, mwenye kujiamini na alijulikana kwa ulimi mkali. Baraka aliketi pembeni yake na akusafisha koo. Zuhura, nataka kukuonyesha mtu, alisema kwa utulivu. Zuhura akatazama juu kwa shauku ya kawaida. Baraka akafungua picha kwenye simu yake na kuonyesha picha ya Neema, ile aliyopiga walipokuwa wanajiandaa kukutana na baba yao. Mara tu Zuhura alipoiona picha, mdomo wake ukafunguka. Akanyang'anya simu mkononi mwake na kukuza picha kwa haraka. Subiri, tulia kidogo. Huyu msichana. Akapepesa macho haraka. Baraka, una uhakika? Baraka akakunja uso. Kuna nini? Zuhura akasimama kana kwamba amepigwa na mshangao. Baraka, huyu msichana yuko shule yangu. Shule yako? Baraka akainua nyusi. Kweli? Lakini Zuhura hakuishia hapo. Na yeye ni mkorofi sana. Mungu wangu, siku zote anakaa peke yake kana kwamba anamiliki dunia nzima. Nilisikia amepata udhamini. Watu wanasema ni maskini. Maskini sana sana. Baraka akapumua kwa huzuni akijisugua paji la uso. Zuhura akaendelea kutembea huku na huku. Basi unaniambia huyu ndiye msichana uliyemleta kwa baba? Huyu msichana? Baraka, ulikuwa unawaza nini? Baraka akasimama kwa utulivu. Zuhura, tafadhali sikiliza. Hapana. Zuhura akapaza sauti. Baraka, baba tayari anampenda. Baba tayari anataka ndoa. Na wewe hapa unaleta mtu ambaye anaweza kuaibisha familia nzima. Mtu anayejifanya, mtu anayelala kwenye bweni la bei rahisi na anavaa viatu vile vile kila siku. Baraka, una shida gani? Baraka akavuta pumzi taratibu akijaribu kubaki mtulivu. Zuhura, hakuna shida na mimi. Nilimlipa. Zuhura akanyamaza mara moja. Umemlipa? Akanong'ona. Nilimlipa, Baraka akarudia. Kwa miezi 2. Nilihitaji kumwonyesha baba mtu ili aache kunisukuma. Anajifanya tu mpenzi wangu. Ninalipa. Nimempa mahali pa kukaa. Hiyo tu. Zuhura akavuta pumzi kwa sauti. Baraka, una maana? Baba atakuwa akijua. Ndiyo maana, Baraka alisema kwa sauti ya chini. Utamwambia? Tafadhali Zuhura, najua nafanya nini. Nakusihi. Usiharibu hili. Zuhura akatikisa kichwa. Lakini kwa nini yeye? Kwa nini yule msichana? Baraka, nina marafiki wanaoweza kufanya hivi bure. Wasichana safi wa daraja wanaojua kucheza nafasi bila matatizo. Ulipaswa kuniambia kwanza. Baraka akakaribia, sauti yake ikiwa thabiti. Kwa sababu Neema ni bora kwa hili. Ni mnyenyekevu, mtulivu, mwenye heshima. Baba tayari anampenda. Hahitaji kujifanya. Anaonekana kwa asili kama mtu ambaye baba angeamini. Zuhura, usifunue utambulisho wake wa kweli kwa baba. Sio sasa. Zuhura akashusha pumzi kwa kina na kurudi kukaa kwenye kochi, bado akiwa ameshtuka. Baraka, kaka, unajua nakupenda, lakini yule msichana hafai kwako. Watu wanamzungumzia shuleni. Wanasema hachanganyiki na mtu. Anaonekana mwenye hasira muda wote na anateseka. Kwa nini kuhusisha mtu kama huyo? Ana matatizo yake. Hana hasira, Baraka alisema kimya kimya. Anapambana kuishi. Zuhura akamtazama kwa makini akichanganyikiwa na upole uliokuwa kwenye sauti yake. Unasikika kama unampenda. Baraka akatikisa kichwa haraka. Hapana, si hivyo. Namuelewa tu. Ni makini, ana malengo na hatasababisha matatizo.
na anahitaji pesa. Huu mkataba unatusaidia wote. Zuhura akakunja mikono akifikiria kwa kina. Bado sipendi, alinung'unika. Uhitaji kuupenda, Baraka alisema kwa upole. Nahitaji tu ufiche siri. Zuhura hatimaye akatikisa kichwa taratibu. Sawa, sitamwambia baba, lakini Baraka, ninamwangalia huyo msichana. Akitaka kufanya ujanja wowote, nitamfichua mimi mwenyewe. Baraka akavuta pumzi ya afueni, ingawa moyo wake ulizidi kuwa mzito. Asante Zuhura. Lakini alipomrudishia simu, Zuhura akanung'unika chini ya pumzi. Huyu Neema, kuna kitu kuhusu yeye hakiketi sawa kwangu. Na wakati huo, Baraka hakujua kwamba kuificha siri kungekuwa kugumu zaidi kuliko alivyowahi kufikiri. Siku iliyofuata shuleni, Neema alitembea kimya kupitia korido akiwa ameshikilia vitabu karibu na kifua chake, akijaribu kuweka mawazo yake kwenye ratiba ya mihadhara badala ya maisha mapya aliyokuwa anaishi. Aliepuka makundi kama kawaida, uso wake ukiwa mtulivu, lakini moyo wake daima mzito kwa uzito wa majukumu, ugonjwa wa mama yake, madeni yake na mkataba wake wa siri na Baraka. Alikuwa amejiambia atazingatia masomo yake na asiruhusu kitu chochote kumvuruga. Lakini maisha yalikuwa na mipango mingine. Zuhura alimwona kutoka mbali mwisho wa korido na macho yake yakakaza mara moja. Alikuja kwa mwendo wa kasi kuelekea Neema akiwa amevaa viatu vya gharama, manukato yake yakijaza hewa kabla hajafika. Alisimama mbele ya Neema akamziba njia kabisa. Neema akatazama juu taratibu, akichanganyikiwa lakini mwenye heshima. Hakumjua Zuhura binafsi, alimtambua tu kama mmoja wa wasichana matajiri ambao hawakuwahi kuwaona watu kama yeye. Kabla hajamsalimu, Zuhura akavuka mikono na kusema kwa ukali, mimi ni dada wa Baraka. Moyo wa Neema ukadondoka mara moja. Hakujibu, lakini ukimya wake ulimkera Zuhura. Najua kila kitu, Zuhura alisema, sauti yake ikiwa baridi. Najua wewe ni nani kweli. Najua unaishi wapi. Najua uko kwenye udhamini. Najua unachuuza mikate barabarani. Na najua kaka yangu alikuajiri ujifanye mpenzi wake. Midomo ya Neema ikatetemeka kidogo. Hakutaka matatizo. Sio hapa. Sio shuleni. Zuhura akasogea karibu. Sikiliza kwa makini sana. Kaa mbali na kaka yangu. Umenisikia? Kaa mbali kabisa. Hufai kwake. Sio kwenye maisha haya. Neema akameza mate kwa nguvu, lakini akaendelea kukaa kimya. Zuhura akacheka kwa dharau. Hata kama alikuajiri, sijali. Nina rafiki wa daraja, mrembo, mwerevu, tajiri, mtu anayeweza kufanya hili bila kuaibisha familia. Mtu anayefaa kwenye dunia yetu. Sio msichana maskini wa kijijini kama wewe. Neema alihisi mashavu yake yakiwaka kwa aibu, lakini aliweka kichwa chini akikataa kuitikia. Alikuwa ameshadhalilishwa kabla. Njaa ilikuwa imemnyenyekeza zaidi kuliko mtu yeyote alivyojua. Alikuwa amepitia mambo mabaya zaidi kuliko maneno makali. Lakini Zuhura hakumaliza. Usipomwacha kaka yangu, alinong'ona kwa chuki, nitafanya hii shule iwe ngumu kwako. Na sio shule tu, maisha yako. Na maanisha. Bado Neema hakusema kitu. Ukimya wake ulimkera Zuhura zaidi. Wewe ni kiziwi. Naongea na wewe. Neema hatimaye aliinua macho, mtulivu, mchovu, lakini mwenye nguvu ambayo Zuhura hakuitarajia. Hakusema. Hakujitetea. Alimtazama tu Zuhura kwa sekunde moja ya kimya thabiti. Ukimya huo ulimtikisa Zuhura zaidi kuliko maneno yoyote. Zuhura akabonyeza ulimi wake na kuondoka kwa hasira, visigino vyake vikigonga sakafu ya korido. Korido ilipopoa, Neema akatoa pumzi yenye kutetemeka. Alishika vitabu vyake kwa nguvu na kuondoka kimya kimya, akigoma kulia. Alikumbuka anahitaji pesa kwa ajili yake na mama yake maskini mgonjwa kijijini. Lakini hata alipokuwa anaingia kwenye ukumbi wa mhadhara, alihisi kitu ndani kabisa ya kifua chake.
kwamba hali hii ilikuwa inaanza kuwa hatari na ukimya wake peke yake huenda usingemlinda mara ijayo. Wiki moja baadaye, jua lilikuwa juu na joto lilikuwa kali. Neema alipokuwa anatembea kando ya barabara yenye shughuli akiwa na sinia la mikate juu ya kichwa chake. Alikuwa amejitahidi kuficha ili hakuna mtu atakayemtambua, lakini uhitaji ulimrudisha tena barabarani. Mama yake alikuwa amekimbizwa kutoka kijijini hadi hospitali ya karibu usiku uliopita, na daktari alisema anahitaji upasuaji wa haraka, shilingi milioni 10. Neema aliposikia kiasi hicho, miguu yake karibu ikakata nguvu. Milioni 10! Hakuwahi kuona milioni 1 maisha yake. Akiba kidogo aliyokuwa nayo haikutosha hata kununua dawa za hospitali. Hakutaka kumwambia Baraka kwa sababu hakutaka kuonekana kama tatizo analopaswa kulitatua. Kwa hiyo alirudi kwenye kitu pekee alichokijua kufanya, kuchuuza mikate, hata kama iliumiza moyo wake kurudi barabarani. Alipokuwa anapaza sauti, mikate mipya, mikate ya moto, sauti ya kufahamika ikaita jina lake kwa ukali kiasi kwamba mwili wake ukaganda. Neema. Aligeuka taratibu na hapo alikuwa Baraka amesimama mbele ya duka kubwa la bidhaa, mshangao ukiwa umeandikwa usoni, lakini mshangao ukageuka haraka kuwa hasira alipomkaribia. Unafanya nini, Neema? Hii ni nini? Nilikuambia uache kuchuuza. Kwa nini umerudi hapa tena? Kuna nini? Neema alitazama makubadhi yake yenye vumbi na hakusema kwa muda. Aibu ilikuwa nzito mno, hofu ilikuwa halisi mno. Samahani, alinong'ona. Samahani. Baraka akarudia, sauti yake ikipanda kidogo. Neema, tulikubaliana. Huhitaji kufanya hili tena. Kwa nini urudi hapa? Kuna nini kinaendelea? Machozi yakachoma nyuma ya macho yake. Alitikisa kichwa taratibu, akishindwa kuficha tena. Mama yangu, alinong'ona. Uso wa Baraka ukalainika mara moja. Kuna nini kimetokea kwa mama yako? Neema akapepesa macho kwa nguvu, machozi yakimwagika kabla hajazuia. Alikimbizwa hospitalini kutoka kijijini. Daktari alisema anahitaji upasuaji. Itagharimu milioni 10. Milioni 10. Baraka alisema. Neema, sina chochote. Sijui nitapata wapi pesa. Sikupenda kukusumbua, ndiyo maana nikaja hapa nikusanye ninachoweza. Baraka akamtazama kwa kutoamini. Milioni 10? Na unadhani unaweza kupata hiyo kwa kuuza mikate? Sauti yake ikakatika kwa kukata tamaa. Neema, hebu. Itakuchukua muda gani kuuza mikate ya milioni 10? Kwa nini hukuniambia? Neema akafuta uso wake haraka. Umeshafanya mengi sana kwa ajili yangu. Umenipa mahali pa kukaa. Umeninunulia nguo. Unanilipa kila wiki. Sikupenda kuonekana kama nakutumia. Sikupenda uone nimeingia maisha yako na matatizo. Baraka akashusha pumzi. Neema, acha kuongea hivyo. Ulipaswa kuniambia tangu mwanzo. Marafiki ni wa nini? Mimi niko hapa kwa nini? Kwa nini ufiche jambo zito kama hili? Huniamini? Sio hivyo, Neema alinong'ona. Nilikuwa tu sikutaka kukusumbua. Hunisumbui, Baraka alisema. Sina shida kukusaidia. Sina shida kukuunga mkono. Neema, nisikilize. Mama yako atafanyiwa upasuaji. Nitahudumia bili. Pumzi ya Neema ikakwama kooni. Baraka, hapana. Ni nyingi sana. Sio nyingi, Baraka alisema kwa upole. Kama ni muhimu kwako, ni muhimu kwangu. Hauko peke yako. Acha kubeba kila kitu peke yako. Machozi yake yakaanza kumtoka sasa. Alifunika mdomo wake akiwa amezidiwa. Hakuna mtu aliyewahi kutazama maumivu yake na kusema nitakusaidia. Baraka akachukua sinia kutoka mikononi mwake, akaliweka kwa upole ndani ya gari lake na kusema kwa sauti ya chini, twende. Tunaenda hospitali sasa. Mama yako anahitaji msaada na ataupata.
Kwa mara ya kwanza maishani mwake, Neema alihisi kama hapigani na dunia peke yake. Walifika hospitalini haraka. Neema akakimbilia ndani akiwa na hofu usoni. Wauguzi wakamwonyesha sehemu ya dharura, na alipomwona mama yake amelala dhaifu na mweupe kitandani, kitu ndani yake kikavunjika kabisa. Alishika mkono wa mama yake akinong'ona, "Mama, nipo hapa. Tafadhali kaa nami." Mama yake hakuweza kuongea vizuri. Daktari akaingia baada ya muda mfupi akiwa ameshika jalada. Sauti yake ilikuwa nzito aliposema hali ilikuwa mbaya na upasuaji ulipaswa kufanyika mara moja. "Tunahitaji malipo yote kabla hatujampeleka," alisema kwa ukali. Neema alihisi kifua chake kikibana. Hakujua aseme nini au apumue vipi, lakini kabla hajajibu, Baraka akasogea mbele bila kusita. "Nitalipa," alisema. Daktari akapepesa macho kwa mshangao. "Kiasi chote?" "Ndiyo," Baraka akajibu, tayari akitoa kadi yake. "Tafadhali anzeni kila kitu sasa." Ndani ya dakika chache malipo yakakamilika na wauguzi wakakimbia kumwandaa mama yake kwa upasuaji. Neema alisimama kama ameganda akiwatazama wakimsukuma mama yake aende. Macho yake yalikuwa yamejaa machozi ambayo hakuweza kuyazuia. Baraka akagusa bega lake kwa upole na kitendo hicho kimoja kikamvunja kabisa. Alilia kimya kimya. "Asante," alinong'ona kwa kutetemeka. "Baraka, asante." "Usinishukuru," Baraka alisema. "Mama yako anahitaji msaada. Hicho ndicho muhimu." Upasuaji ulichukua saa nyingi, lakini hatimaye daktari akatoka akiwa na uso wa nafuu. "Upasuaji umefanikiwa," alitangaza. "Atapona." Miguu ya Neema ikalegea kwa afueni. Alidondoka kwenye kiti akilia mara ya pili. Si kwa hofu, bali kwa ukweli mzito kwamba mama yake alikuwa hai kwa sababu mtu alijali vya kutosha kutenda. Mama yake alipoamka alimwona Neema kwanza, kisha Baraka akiwa amesimama nyuma yake. Sauti yake ilikuwa dhaifu lakini ya shukrani. "Mwanangu, huyu kijana mwema ni nani?" Baraka akatabasamu kwa upole. "Rafiki," mama yake akatikisa kichwa taratibu. "Mungu akubariki," alinong'ona. Baadaye walipotoka nje kwenye utulivu wa hospitali, Neema akamkabili Baraka huku machozi yaking'aa bado machoni. "Sikutaka kukusumbua. Sikutaka kukuvuta kwenye matatizo yangu." Baraka akatikisa kichwa kwa udhabiti. "Neema, acha kufikiria hivyo. Wewe si mzigo. Kama hakusafisha koo, kitu kinakugusa, kinanigusa pia. Usiwahi kuficha jambo zito kama hili tena." Neema akamtazama kimya kimya, akiguswa kwa namna ambayo hakuweza kueleza. Mkataba wao wa kujifanya ghafla haukuonekana wa kujifanya tena. Kitu halisi kilikuwa kinaanza kukua kati yao, kitu ambacho hakuna kati yao aliyekitarajia. Baraka alirudi nyumbani jioni hiyo akiwa amechoka, lakini akiwa na nafuu kwamba mama ya Neema alikuwa salama. Mara alipokanyaga sebuleni, Zuhura akamvamia kama simba aliyekuwa amemngoja mawindo. Uso wake ulikuwa mgumu, sauti yake kali. "Baraka, nimekuwa nikikupigia simu tangu asubuhi. Kwa nini hukupokea? Kwa nini hukunitafuta?" Baraka akakunja uso. "Zuhura, tulia. Akusafisha koo, nilikuwa na shughuli." "Shughuli?" Zuhura akapaza sauti. "Shughuli na nani?" "Shughuli na yule msichana. Unajua nimekupigia mara ngapi?" Baraka akashusha pumzi. "Zuhura, inatosha." Mama ya Neema alikuwa hospitalini. Alikuwa anahitaji upasuaji. Zuhura akaganda kidogo, lakini upole huo ukadumu sekunde moja tu kabla hasira haijarudi. "Na iweje? Kwa nini? Hilo ni kazi yako. Kwa nini unajifanya kama mume wake? Alikuomba? Alikulazimisha?" Baraka akamtazama kwa makini. "Nililipa upasuaji." Zuhura akapumua kwa mshangao, macho yake yakipanuka. "Umefanya nini?" "Nililipa," Baraka alisema. Zuhura akapiga drama. "Umempa pesa zote hizo?"
Baraka, Yesu Kristo, yule msichana maskini amekuroga. Ona jinsi unavyotumia mamilioni kwa mtu usiyempenda. Macho ya Baraka yakawa makali. Nani alisema simpendi? Zuhura akaganda kabisa. Baraka akaendelea kwa utulivu lakini kwa udhabiti. Nadhani nampenda sana. Mdomo wa Zuhura ukafunguka lakini maneno yakakosekana. Kisha hasira ikarudi kama moto. Hapana. Sitakubali. Huwezi kumpenda. Lazima nimwambie baba kila kitu, huu upuuzi uishe. Baraka akakunja uso. Zuhura, ukithubutu kumwambia baba chochote, nami nitamwambia kuhusu maisha yako shuleni. Jinsi unavyotoka kwa siri, jinsi unavyolala na wanaume wazee kwa pesa. Unadhani sijui? Unadhani sisikii? Uso wa Zuhura ukageuka mweupe mara moja. Alishtuka kwamba Baraka alijua. Wewe huwezi kumwambia baba hilo. Basi usinitishe, Baraka alisema. Na usijaribu kumharibu Neema. Na maanisha. Macho ya Zuhura yakajaa hasira na fedheha. Alitoa sauti ya chuki na kutoka mbio sebuleni. Siku iliyofuata shuleni, Zuhura bado alikuwa anachemka kwa hasira. Aliingia chuoni kama wingu la dhoruba, visigino vyake vya gharama vikigonga ardhi kwa nguvu. Mara alipomwona Neema akitembea kimya na vitabu vyake, Zuhura akamjia moja kwa moja akiwa na moto machoni. Basi umekwenda kunisingizia kwa kaka yangu. Ulimwambia kuhusu maisha yangu. Wewe msichana bure. Wewe maskini mjinga. Unadhani unaweza kumnasa kaka yangu kwa machozi? Unadhani huu upuuzi utaendelea? Neema akapepesa macho akiwa amechanganyikiwa na mchovu. Zuhura, sikumwambia chochote. Nyamaza. Zuhura akapiga kelele. Funga mdomo wako mchafu. Ulimwambia kila kitu. Unataka kutumia siri zangu kunishikilia. Mwongo. Nitakumaliza hapa shuleni. Neema alijaribu kuondoka lakini Zuhura akamziba. Usiondoke. Naongea na wewe. Wewe maskini msichana wa udhamini, muuza mikate, mjifanyaji. Wanafunzi wakaanza kukusanyika. Wengine wakajificha wakicheka. Wengine wakinong'ona. Zuhura aliendelea kupiga kelele akimshambulia Neema kwa matusi mpaka subira ya Neema ikakatika kama kioo. Neema akamtazama Zuhura machoni na sauti yake ikabadilika. Tulivu lakini kali kama wembe. Zuhura, nakupa onyo. Hunijui. Hujui nimepitia nini. Nilikaa kimya kwa sababu ya kaka yako. Lakini ukinitukana tena, na hapa nitakuvuta kwa wigi yako mbele ya shule hii yote. Unadhani wewe ni bora kuliko kila mtu kwa sababu baba yako ni tajiri. Tabia yako mbaya inanuka kuliko mtaro nyuma ya mabweni. Unatembea kama malkia lakini kila mtu anajua wewe ni tupu. Wanafunzi wakapiga mshangao kwa sauti. Neema akaendelea, sauti yake thabiti na kubwa ya kutosha kila mtu asikie. Unasema mimi ni maskini? Ndiyo, mimi ni maskini. Lakini angalau napata pesa zangu kwa jasho. Sio kwa wanaume wazee kunigusa kwenye hoteli. Waulize marafiki zako. Wanajua hadithi yako. Nijaribu tena, Zuhura. Jaribu tu. Wanafunzi wakapasuka kwa kicheko. Wengine wakifunika midomo, wengine wakipiga makofi, wengine wakijikunja kwa kicheko. Uso wa Zuhura ukawa mwekundu kwa aibu. Aliangalia huku na huku, akaona kila mtu anacheka na akahisi kana kwamba ardhi inafunguka chini ya miguu yake. Bila kusema neno lingine, alikimbia kutoka koridoni. Neema akaokota vitabu vyake kwa utulivu na akaondoka, akiacha shule nzima ikivuma kwa tukio ambalo hawangewahi kulisahau. Zuhura alikaa amejifungia chumbani kwa saa nyingi, uso wake umefichwa kwenye mto huku akilia kwa fedheha tupu. Kicheko cha wanafunzi kilikuwa kinajirudia akilini mwake kama mwangwi mkubwa ambao hakuweza kuepuka. Kila alipofumba macho, alimwona Neema amesimama kwa kujiamini. Alisikia umati unacheka. Alihisi aibu ikimuunguza.
Siwezi kwenda shule kesho, alilia. Watacheka tena. Wataniambia. Hawatasahau kilichotokea. Neema ameniaibisha mbele ya kila mtu. Alitembea chumbani huku mikono ikitetemeka, moyo wake ukipiga kwa hasira na majeraha ya kiburi. Sitakubali hii ipite. Sitamwacha yule msichana ashinde. Kisha wazo likamjia, hatari, la kihisia na la kukata tamaa. Nitamwambia baba kila kitu. Aishughulikie. Upumuaji wake ulikuwa wa haraka, macho yake yamevimba aliposhuka ngazi kwa kasi kwenda sebuleni ambako baba yake alikuwa anasoma. Mara alipomwona uso wake mwekundu, baba yake akakaa wima haraka. Zuhura, nini kimetokea? Nani amekuumiza? Zuhura akaanza kulia tena, safari hii kwa sauti zaidi. Baba, kuna kitu kibaya kinaendelea. Baraka anakudanganya. Yule msichana aliyemleta hapa alimwajiri. Si mpenzi wake. Ni mwanafunzi maskini wa udhamini anayejifanya mtu mwingine. Anafikia hata kuchuuza mikate barabarani. Baba, wamekudanganya. Bwana Mtemi akaganda, macho yake yakipanuka kwa kutoamini. Nini? Umeajiriwa? Amenidanganya, anajifanya. Baba, ni kweli, Zuhura alilia zaidi. Baraka alimlipa. Alimleta hapa ili akufanye uamini anatoka kwenye familia tajiri. Baba, yule msichana si mtu. Yeye ni bure. Alinitukana, aliniaibisha, alinidhalilisha shuleni. Kila mtu alicheka. Uso wa Bwana Mtemi ukabadilika kutoka mshangao kwenda hasira. Basi, mtoto wangu anafikiri mimi ni mjinga. Baraka anafikiri anaweza kuajiri mgeni kunidanganya. Yule msichana anafikiri anaweza kuingia nyumba yangu na kujifanya mtu asiyekuwa yeye. Akakunja ngumi. Kwa nini aseme uongo? Kwa nini afike mbali hivi? Kwa nini amchukue msichana maskini kutoka mahali pasipojulikana na kujifanya anatoka kwenye familia inayoheshimika? Zuhura akavuta makamasi. Baba, anafanya ajabu. Anamwagia pesa. Pesa nyingi. Nadhani amemroga. Bwana Mtemi akakunja uso. Hapana, sitaruhusu. Sitaruhusu msichana maskini, mgeni, mwongo aingie kwenye familia hii kwa njia ya nyuma. Baraka atajieleza. Na yule msichana, jina lake ni nani tena? Neema, Zuhura alisema kwa uchungu. Neema, Bwana Mtemi akarudia taratibu. Nitalishughulikia hili. Sitaruhusu mtu yeyote anidanganye chini ya paa langu. Zuhura akafuta machozi akihisi kuridhika chenye kuchanganyika na hofu. Alikuwa ameachia moto ambao hangeweza kuudhibiti. Baraka aliingia jumbani jioni hiyo akiwa na macho yaliyochoka na moyo mzito. Alikuwa ametumia siku nzima kumwangalia mama ya Neema hospitalini na kuhakikisha kila kitu kimekaa sawa. Alihitaji tu muda wa utulivu kufikiri, lakini hakupata nafasi. Mara alipokanyaga sebuleni, baba yake alikuwa amesimama akimsubiri, mikono imevukwa, kifua kikivuta pumzi kwa hasira iliyodhibitiwa, macho makali yanayowaka. Baraka, Bwana Mtemi alisema, tunahitaji kuzungumza. Baraka alihisi matatizo mara moja. Nini kimetokea? Baba yake hakupoteza muda. Zuhura amenieleza kila kitu. Baraka akaganda. Amenieleza, baba yake akarudia, kwamba ulimwajiri yule msichana ajifanye mpenzi wako. Amenieleza msichana huyo ni maskini. Anachuuza mikate. Anaishi kwa udhamini. Hiyo ni kweli, Baraka? Baraka akatoa pumzi kwa kina. Baba, naweza kueleza. Hapana. Bwana Mtemi akanguruma. Ueleze nini? Kwamba umeleta mgeni ndani ya nyumba yangu, kwamba umetumia uongo kunidanganya, kwamba unachezea maisha yako ya baadaye. Baraka akameza mate kwa nguvu. Baba, tafadhali tulia. Sio unavyofikiri. Bwana Mtemi akasogea karibu. Basi ni nini? Kwa nini uniaibishe hivyo? Kwa nini uchukue msichana maskini barabarani? Kwa nini ujifanye anatoka kwenye familia tajiri?
Baraka akashusha pumzi. Kwa sababu ulikuwa unanisukuma kila siku. Sikuwa tayari. Nilihitaji muda. Kwa hiyo nikamleta. Baba yake akatoa sauti ya dharau. Kati ya watu wote, msichana maskini anayeigiza. Msichana asiyefaa kwenye dunia yetu. Baraka akainua macho, kitu kigumu na cha ukaidi kikianza kupanda ndani yake. Baba, ni kuchelewa. Macho ya baba yake yakakaza. Unamaanisha nini? Baraka akavuta pumzi. Tayari nampenda. Chumba kikanyamaza. Baba yake akapepesa macho kwa mshangao. Umesema nini? Nampenda, Baraka akarudia. Sikupanga. Sikutarajia, lakini ilitokea. Neema, yeye ni mwema. Anajituma. Ni wa kweli. Ni mwenye nguvu kwa namna ambayo huwezi kuelewa. Ameumia na bado anajishika kwa heshima. Siwezi kupuuza ninachohisi. Bwana Mtemi akatikisa kichwa kwa nguvu. Hapana, 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 hapana. Kamwe. Sitaruhusu. Utamuoa. Baba, sikiliza. Hapana, baba yake akanguruma. Utaoa kutoka familia tajiri, familia nzuri, familia inayoheshimika, si kutoka umaskini, si kutoka barabarani. Watu maskini wengi wao hawashukuru. Unawasaidia leo, wanakuuma kesho. Wamekata tamaa. Wanang'ang'ania mtu yeyote anayewapa tumaini. Baraka akakaza taya. Neema sio hivyo. Bwana Mtemi akacheka kwa dharau. Humjui. Anakupiga kama fidla. Anajua wewe ni tajiri. Anajua wewe ni mkarimu. Anakutumia. Atakumaliza. Hiyo si kweli. Baraka akapaza sauti kwa mara ya kwanza. Baba yake akasogea karibu, sauti yake ya chini na baridi. Baraka, utaumaliza huu. Utaacha kumwona. Utaacha kumsaidia. Utamtoa kwenye ile nyumba ya ghorofa na utasahau upuuzi wowote unaodhani unahisi. Baraka akamtazama akiwa na maumivu na hasira vikizunguka machoni. Baba, siwezi kufanya hivyo. Ni lazima, baba yake alisema, kwa sababu mradi niko hai, sitaruhusu uoe msichana kama Neema. Baraka alihisi kitu kikivunjika ndani yake. Akanong'ona, basi hunijui kabisa. Sauti ya Bwana Mtemi ikawa kama chuma. Lazima uchague, Baraka. Chagua kwa busara. Familia yako au yule msichana maskini. Chumba kikaingia kwenye ukimya hatari, na Baraka alijua huu ulikuwa mwanzo tu wa vita. Baraka aliendesha moja kwa moja hadi kwenye nyumba ya ghorofa ya Neema akiwa na moyo uliojaa wasiwasi na azma. Alikuwa amekutana na hasira ya baba yake na sasa alihitaji kumwona mtu mmoja ambaye alimfanya wazimu wote uonekane wenye thamani. Neema alipofungua mlango, macho yake laini na ya kuchoka kwa msongo wa upasuaji wa mama yake, Baraka akaingia kimya kimya na kufunga mlango nyuma yake. Neema, alisema kwa upole, tunahitaji kuzungumza. Neema akatikisa kichwa na kukaa kwenye ukingo wa kitanda huku Baraka akisimama mbele yake akionekana mwenye wasiwasi na makini. Kuna habari njema na habari mbaya. Moyo wa Neema ukabana. Niambie habari mbaya kwanza. Baraka akashusha pumzi kwa kina. Baba yangu anajua kuhusu sisi. Kila kitu. Zuhura amemwambia. Macho ya Neema yakapanuka kwa hofu. Hapana, Baraka. Nadhani ni kosa langu. Baraka akakunja uso. Unamaanisha nini? Neema akashusha pumzi. Dada yako amekuwa ananisumbua shuleni, ananitukana, ananitisha, ananiita majina, ananiambia sifai kwako, ananiambia nikukatae. Siku ile nilichoka. Aliendelea kupiga kelele mbele ya wanafunzi. Aliendelea kusema vitu vibaya. Nikamjibu. Nilimtukana mbele ya kila mtu. Nadhani ndiyo maana alivunjika. Nadhani ndiyo maana alienda nyumbani kumwambia baba yako. Baraka akamtazama akishangaa, lakini si kwa hasira. Neema, sijali hayo.
Zuhura alihitaji mtu afunge mdomo wake. Nimefurahi ulijitetea. Neema akapepesa macho kwa mshangao. Hukuniwia hasira? Hapana, Baraka alisema kwa udhabiti. Nimewakasirikia wao, si wewe. Neema akatoa pumzi kwa kutetemeka, lakini macho yake bado yalikuwa na wasiwasi. Lakini baba yako atanichukia sasa. Baraka akatikisa kichwa. Acha anichukie. Sijali. Neema akamtazama kimya kimya. Basi habari njema ni nini? Baraka akashika mkono wake kwa upole, mapigo ya moyo wake yakiwa makubwa kifuani. Habari njema ni kwamba nakupenda. Neema akaganda. Baraka akaendelea, nakupenda Neema. Sikupanga. Haikuwa sehemu ya makubaliano, lakini mahali fulani njiani nilikupenda sana. Sijali uongo tena. Sijali mkataba wa zamani tena. Nakutaka. Nataka sisi. Nataka maisha ya baadaye na wewe. Nataka kukuoa. Neema alishtuka, machozi yakimjaa mara moja. Baraka, una uhakika? Kabisa, Baraka alisema. Na hakuna mtu, sio dada yangu, sio baba yangu, sio jamii atakayetuzuia. Neema akatikisa kichwa akiwa amezidiwa. Baraka, nakupenda pia. Nadhani tangu siku ya kwanza uliponisimamisha barabarani. Nimejaribu kuificha. Sikupenda kuonekana mjinga. Sikupenda kufanya mambo kuwa magumu, lakini nakupenda. Kwa kweli. Baraka akatabasamu kwa upole na kumvuta kwenye mikono yake. Neema akamkumbatia kwa nguvu. Hakuna mtu atakuja kati yetu, Baraka akanong'ona kwenye nywele zake. Hata baba yangu. Hakuna. Hii ni maisha yetu, Baraka alisema. Sio yao. Wiki moja baadaye, msongo ulijaza jumba. Baba ya Baraka alikuwa anapambana na dili kubwa la biashara. Dili ambalo lingeweza kuinua kampuni juu zaidi au kuharibu kila kitu alichojenga. Wawekezaji muhimu walikuwa wanatishia kujiondoa. Nyaraka hazikuwa zinakaa sawa na kitendawili kikubwa cha kifedha kwenye pendekezo kilikuwa kinazuia dili zima. Kwa siku kadhaa, Bwana Mtemi karibu hakulala. Aliwafokea wafanyakazi, alirarua karatasi, alitembea nyumba usiku na alikataa msaada kutoka kwa kila mtu. Hata Zuhura alikaa mbali naye. Tatizo lilikuwa kubwa mno, gumu mno na la haraka mno. Alikuwa anazama kwenye kukata tamaa. Baraka alitazama kimya kimya, kisha hatimaye akasema, Baba, Neema anaweza kutatua hili. Bwana Mtemi akageuza kichwa kwa hasira. Kamwe. Sihitaji msaada wake. Usilete jina la yule msichana kwenye biashara yangu. Baraka akavuka mikono kwa utulivu. Una uhakika? Ndiyo, baba yake akakemea. Nilijenga himaya hii peke yangu. Sihitaji msaada wa msichana maskini. Anajua nini? Baraka hakubishana. Alingoja tu, akimwona baba yake akipambana tena na nyaraka zile zile, akitikisa kichwa, akinong'ona. Dakika zikapita. Bwana Mtemi akasugua paji la uso, akiwa amekasirika hadi kuchoka. Baraka akainama karibu. Baba, una uhakika kweli huhitaji msaada? Ukimya mzito wa kushindwa. Hatimaye Bwana Mtemi akatoa pumzi taratibu, kiburi kikishuka kidogo kidogo. Sawa, alisema kwa kusita. Mara moja tu. Mwache aangalie mara moja, lakini bado sitamkubali. Nahitaji tu macho mengine. Baraka akatikisa kichwa kwa heshima na kuondoka mara moja. Alipomwambia Neema alikuwa na wasiwasi. Baraka, una uhakika baba yako ananitaka huko? Vipi nikikuabisha? Baraka akashika mikono yake. Ninakuamini. Jaribu hiyo tu. Neema akakubali. Wakaingia kwenye chumba cha kazi ambako Bwana Mtemi alikuwa amekaa akiwa amezungukwa na mafaili. Hakutabasamu. Hakumsalimu kwa upole. Alisukuma karatasi mbele na kusema kwa baridi, tuone unaweza kufanya nini.
Neema alikaa kimya, akisoma nyaraka kwa umakini. Namba, mifumo, mianya, kila kitu kilimjia haraka. Akachukua kalamu na kuanza kupanga upya, kuhesabu tena, kuonyesha kwa alama. Ndani ya dakika chache alionyesha kosa lililokuwa linazuia dili. Mzee alisema kwa upole, timu yako imeandika kanuni ya mgawanyo wa faida kinyume. Hii inawafanya wawekezaji waone watapata kidogo kuliko wewe. Lakini ukiandika upya hivi, akarekebisha safu na akahesabu upya, pendekezo lako linakuwa sawa na lenye kuvutia. Watasaini mara moja. Bwana Mtemi akaganda. Akaangalia marekebisho, kisha akaangalia tena, kisha tena. Macho yake yakapanuka taratibu. Hii inatatua tatizo zima. Akamtazama Neema kwa mara ya kwanza vizuri. Umeonaje hili? Neema akatabasamu kwa upole. Nasoma uhasibu na fedha, mzee. Namba huzungumza nami kwa urahisi. Baraka akatabasamu kwa fahari. Bwana Mtemi akamtazama Neema kimya kimya kwa muda mrefu, mshangao ukigeuka kuwa heshima. Kisha kitu kikalegea usoni mwake. Kiburi chake kikavunjika. Upinzani wake ukayeyuka. Tangu siku hiyo, kila kitu kikabadilika. Alimuita mwanangu. Alimwalika kwenye chakula cha biashara. Alimwambia hata Zuhura, upende usipende, Neema ni shemeji yako sasa. Yule msichana ameokoa familia hii. Zuhura hakuwa na chaguo ila kukubali. Miezi baadaye, kwenye sherehe nzuri iliyojaa furaha, vicheko na baraka, Baraka na Neema walisimama mbele ya familia na marafiki. Yule msichana ambaye aliwahi kuchuuza mikate chini ya jua kali sasa alitembea kwenda kwenye ndoa kwa Neema, uzuri, heshima na upendo ukimzunguka. Bwana Mtemi alimpa Baraka mkono wa Neema kwa fahari. Mwangalie, alisema. Ni Baraka. Mama ya Neema alilia kwa furaha, akimshukuru Mungu kwa kuinua binti yake. Zuhura akatabasamu hatimaye na kumkumbatia Neema kwa nguvu. Baraka akashika mikono ya Neema na kunong'ona, hakuna mtu angeweza kutuzuia. Na Neema akanong'ona, hakuna mtu atakayetuzuia. Wakaolewa, wakajenga maisha yaliyojaa upendo, heshima na amani.